Wewe mwanamichezo popote pale ulipo, cha msingi kwenye simu yako hivi sasa, kitu ambacho hutakiwi kukosa kabisa ni bando. Maana taarifa kwa umma zimekuwa nyingi sana. Si Simba, si Young Africans, wala sio shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, ambapo kila kukicha utasikia taarifa kwa umma. Hii inatokana na nini? Ni kutokana na ule mchezo wa Simba dhidi ya Yanga. Yanga akiwa mwenyeji, ambapo Simba aligomea mchezo huo. Baada ya Simba kugomea mchezo, baadaye bodi ya ligi nayo ikaja ikatoa taarifa kwamba mchezo umeahirishwa mpaka pale ambapo tarehe nyingine itatangazwa. Sasa leo hii Young Africans wamekuja na wao na taarifa kwa umma, ambapo wametoa barua Machi 9 mwaka 2025, ambapo inasema kamati ya utendaji ya Yanga chini ya Rais Mhandisi Hersi Said imefanya kikao cha dharura tarehe 9 Machi 2025 kwa njia ya mtandao kujadiliana kwa kina juu ya yale mambo ambayo yametokea. Kati ya mambo ambayo Young Africans wameyazungumza, wamesema kwamba Simba hawakufuata kanuni na wamevunja vifungu vya sheria. Kwa hiyo wao wanahesabia ule mchezo nambari 184 ambapo walitakiwa wacheze na Simba hawataucheza tena. Wanachohesabia tayari wameshapata pointi zao 3, kwa hiyo hawatacheza tena. Kikao hiki kimedhamiria mambo yafuatayo, ambayo kuna msimamo kati ya kamati tendaji ya Young Africans, ambapo wamesema klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoeleza kwenye kanuni pindi timu inapogomea mechi. Lakini pia wamesema kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote ambayo itakuwa imepangwa. Lakini jambo la tatu na la mwisho, wamesema kutokana na mfululizo wa uvunjifu wa kushindwa kusimamia kanuni za ligi, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Bwana Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuvunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini si kwa muhimu, wakaomba mashabiki kwamba mwanachama na mpenzi wa Young Africans popote pale ulipo duniani kuendelea na utulivu wakati viongozi wakiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa ligi zinafuatwa na zinaendelea kuchukuliwa hatua. Kwa hiyo Yanga pia umetoa taarifa kwa umma, barua hii ambayo inaeleza kwamba hawatacheza mchezo nambari 184 kati ya Yanga akiwa mwenyeji dhidi ya Simba. Wanahesabu kama tayari wameshachukua alama 3 na magoli 3, kwamba hawatacheza tena. Wakati huo shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kupitia kamati yake ile ya bodi ya ligi, wao wanatarajia muda wote kutoa tamko kuhusiana na mchezo huu, kwamba utarudiwa lini ama utapigwa lini na muda gani. Lakini Young Africans wananchi wamesema wao kwa upande wao, siku yoyote ile ambapo bodi ya ligi itapanga mchezo huu urudiwe, basi hawatakuwa tayari kushiriki mchezo huu, kwa sababu tayari wao wanachoamini mchezo umeshakamilika, kwa kuwa Simba alivunja kanuni ya bodi ya ligi. Kwa hiyo wao hawahusiki na wanahesabu kwamba tayari wameshacheza. Mimi na wewe tujui kipi kinaendelea, tukae pale pembeni tusubiri kuona kwamba sasa bodi ya ligi pamoja na TFF wanakuja na maamuzi gani kwa klabu hizi mbili ambazo zinaonekana zina mashiko zaidi ama zina nguvu kuliko shirikisho lenyewe.